Naam, kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mmoja wa waandishi wa kuaminika nchini Ghana, Mick Junior, yeye ameandika taarifa ya Salima Chikumbutso, nyota wa klabu ya Nyasa Big Bullet, kuhusishwa na klabu ya Simba, kwa maana ya Simba wanahitaji huduma ya Salima Chikumbutso. Story hii nimeiona na binafsi nimeandika kitu kwenye ukurasa wangu wa Instagram wa Gharib_Mzinga23 juu ya performance na ubora wa Salima Chikumbutso, lakini kuna kitu nikaandika pia kwa mapana zaidi kabla ya hiyo taarifa juu ya wachezaji wa Afrika ya Magharibi na kandanda la hapa nyumbani, lakini kubwa zaidi ni juu ya Salima Chikumbutso. Kuna baadhi ya watu walikuja mpaka DM wakiuliza huyu Salima Chikumbutso ni nani hasa, watu wanataka kumfahamu vya kutosha. Bwana, hizi tetesi umezisikia, umeziona maeneo mbalimbali na pengine utazidi kuzisikia tena, lakini ni taarifa ambazo nataka nizungumzie huyu mchezaji ili upate picha kwamba utakapoona taarifa ya Salima Chikumbutso uwe unajua hasa huyu Salima Chikumbutso ni mchezaji wa aina gani, ni mchezaji mwenye daraja lipi. Anyway, Salima Chikumbutso ni mchezaji kutoka Malawi. Huyu ni winga. Yes, ni winga, anaweza kucheza kushoto, ana uwezo kucheza kulia. Ni mchezaji mwenye umri wa miaka 22 ambaye klabu ya kwanza kabisa kumtengeneza Salima ilikuwa ni Nyasa Big Bullet wenyewe, timu yenye mashabiki wengi zaidi nchini Malawi, wakijitambua kama People's Team, yani timu ya watu, au Maule, jina jingine la ziada, wanatokea Blantyre. So Chikumbutso Salima alitokea kwenye timu za vijana, akacheza, baadaye akampromote, akaenda juu kwenye senior team huku, ingawaje nafasi yake ilikuwa ngumu kwa wakati ule chini ya Kalisto Pasua ambaye ni kocha Mzimbabwe ambaye alikuwa anafundisha Nyasa Big Bullet, ni miongoni mwa makocha wakubwa sana. So alikuwa akumpa nafasi kwenye ile age yake ndogo, kwa umri mdogo, alikuwa hata miaka 20 hajafikisha, akampeleka kwa mkopo kwenye kikosi cha All Stars ya pale Malawi. Cheza kwenye kikosi cha All Stars, performance ilikuwa bora, baadaye akarudishwa Chiku Salima kwenye kikosi cha Nyasa Big Bullet, na wakati huo sasa amemkuta Kalisto Pasua ameondoka, yule kocha amekwenda kujiunga na kikosi cha timu ya taifa ya Malawi kwa maana ya Flames, na huku amemkuta kocha mwingine. Sasa Salima Chikumbutso bwana, ni mchezaji ambaye msimu uliopita performance wise ilikuwa bora sana. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu licha ya kuwa na over 10 assists katika mashindano yote, lakini amefunga magoli 15 na anatokea pembeni. Huyu ni mchezaji ambao wenyewe wa Malawi kwa wakati huu kulikuwa kuna debate kubwa ya kumshindanisha. Unajua Malawi kwenye miaka hivi karibuni, miongoni mwa wachezaji wao bora kabisa ambao wamewatengeneza wenyewe pale Malawi ni Peter Banda, yes, Patrick Mwangulu pamoja na huyu kwa maana ya Salima Chikumbutso. Mwanzo ilikuwa ni Peter Banda na Patrick Mwangulu. Patrick Mwangulu alikuwa hatari sana, threat. Msimu wake wa kwanza tu anacheza Nyasa Big Bullet alitoa assist 22, just imagine. Lakini baadaye akauzwa akaenda kwenye kikosi cha TP Mazembe. Msimu wake wa kwanza alicheza Don Bosco, baadaye akacheza TP Mazembe. Salima Chikumbutso, Peter Banda alienda Simba, alianza Moldova kwenye kikosi cha Sheriff Tiraspol, alienda Sheriff Tiraspol Moldova, akarudi nyumbani, akaenda zake Simba, na baadaye, na sasa hivi tunapozungumzia yuko pale Malawi. Salima Chikumbutso akaja ka rise up. Banda na Mwangulu ilikuwa ndo mawinga ambao wanashindanishwa sana, ingawaje Banda ni mkubwa kwa Mwangulu. Lakini baada ya Salima Chikumbutso kuwasha moto, sasa Salima naye amewekwa kwenye pot moja kwamba Banda, Salima na Mwangulu, who is the better? Yupi ambaye anaonekana kuwa ndo best zaidi katika hawa watu watatu? Na so far debate inaonekana kwamba Patrick Mwangulu inaonekana kwamba ni threat, lakini Salima Chikumbutso anafata kwa uhatari na anafata Peter Banda. Hawa wote msimu uliopita walikuwa ndani ya Nyasa Big Bullet, kwa maana ya Peter Banda na Salima Chikumbutso. Chikumbutso performance yake ilikuwa bora sana, hata nimetaja namba hapa ambazo zilikuwa zinaonyesha kabisa kwamba huyu ni mchezaji hatari. Ni mchezaji pia ambaye pia na make kikosi cha Flames
timu ya taifa ya Malawi. Sasa Salima Chikumbutso ni nyota ambaye niliwahi kumposti mimi huko nyuma kutokana na performance bora ambayo aliwahi kuionyesha katika mechi ilikuwa dhidi ya hawa Silver Strikers. Nyasa walivyocheza na Silver Strikers uwanja wa Bingu Mutharika, nyumbani kwa Silver Strikers. Salima Chikumbutso alisababisha penalti, walishinda Nyasa magoli 2-1. Wakati huo Silver Strikers ni wabingwa watetezi. Ile mechi man of the match alikuwa ni Salima na alisumbua sana. Alisababisha penalty ya goli la kwanza, alipiga chenga, alifanyiwa madhambi mengi. Ile video nilipost Instagram, nilisema huyu ndio mchezaji hatari zaidi kwa wakati huu ndani ya Malawi. Na kimsingi ligi ya Malawi imemalizika tayari, lakini Salima anapigiwa chepuo kubwa, nafasi kubwa ya kuwa MVP wa ligi hiyo ya Malawi. Kwa hiyo Salima ni miongoni mwa top players, miongoni mwa wachezaji ambao performance yao iko bora sana. Sasa baada ya kuandika kwamba Chikumbutso Salima anahitajika na Simba, nimeona kuna comments nyingi sana za watu wamejaribu kwenda ku comments, lakini hawa comments kuhusu Chikumbutso Salima, wana comments kuhusu Malawi. Wanasema bwana, Malawi hakuna ligi huko, huyo mchezaji atakuwa tu average, au anacheza katika ligi ambayo kwetu kama ligi daraja la kwanza na vitu vya namna hiyo. Of course ligi ya Malawi ilikuwa threat nyuma huko, lakini tumeizidi nguvu. So kama wameshuka wala hawajashuka, Malawi ligi yao iko vile vile, lakini sisi tumewazidi nguvu sasa hivi. Yani sisi tume rise up bars zetu, tunafanya vizuri kuliko wao. Kuna kipindi ilikuwa kama tupo kwenye level moja hivi, lakini sasa hivi wenyewe wanafanya vizuri, na wenyewe na Simba na Yanga zao, wana Nyasa Big Bullet, wana Mighty Wanderers. Ni timu shindani sana ndani ya kandanda ya Malawi. Sasa kwa Malawi tukisema talents zao ni ndogo, tutakuwa tunawakashifu wachezaji akina Hellings Franks Gabadinho, wakina Kuda Muyamba. Hao ni wachezaji wakubwa ambao walienda kufanya vizuri nje ya Malawi na walitokea Malawi pale pale. Wako wengi. Hawa atakina Patrick Mabedi hawa ambaye alikwenda kuwa captain ndani ya Kaizer Chiefs. Hao wote wametoka pale pale Malawi. Na wengine wengi. Huyu Patrick Mwangulu leo hii anafanya vizuri na TP Mazembe. Naye ni ametokea pale pale Nyasa Big Bullet. Walikuwa wanamuita CR7, mchezaji hatari sana. Na anafanya vizuri ndani ya ligi kuu ya DR Congo. Kuna reference ya baadhi ya wachezaji ambao walikuja hapa wa kufanya vizuri, basi inaonekana wamegeneralize, kwa maana ya Peter Banda, labda Duncan Nyoni kwenye miaka hivi karibuni, watu wameamua kugeneralize kwa wote. Lakini mimi binafsi na appreciate sana wachezaji kutoka katika ya mataifa ya hapa karibu. Kwenye ukurasa wangu wa Instagram niliandika kuhusu wachezaji wa Afrika Magharibi. Kupata qualities kutoka Afrika ya Magharibi uwe na bahati kweli kweli, kwa sababu most of them huwa wanaondoka kwenda Ulaya mapema. Wale ambao wanabakia ni wale ambao talents zao sio za daraja la kwenda barani Ulaya, au umpate mchezaji kutoka Afrika Magharibi ambaye umri wake ni mdogo. Kwa mfano Young Africans wamesajili mchezaji Lassine Kouma kutoka Mali. Yule umri wake ni mdogo, manake anavumilika na uwezo wa kucheza hapa kwa muda mrefu, akaadapti, akabadilisha mazingira. Lakini kuna wachezaji ambao wamewasajili tayari, kuna maneno mengi, the like of Bala Conte, the like Celeste. Kwa hivyo Simba Sports pia wamesajili baadhi ya wachezaji akina Alassane Kante, wamesajili akina Shamu Karabwe. Hao ni wachezaji ambao wanaonekana bado sio kwenye lile daraja ambalo wenyewe walikuwa wanalihitaji, akina Kamara Nabi. So unaona kuna changamoto ya West Africa na wachezaji wao ndani ya hapa nyumbani. Ukiangalia kwenye miaka hivi karibuni, wachezaji wengi ambao wameperform hapa nyumbani ambao wamekuwa game changers ni hawa wachezaji kutoka katika mataifa jirani hapa, kwa maana ya Kenya, kutoka Uganda, kutoka Rwanda, kutoka Burundi, kutoka Msumbiji, kutoka Malawi, kutoka Zambia. Ni wachezaji wengi wa kutoka katika hayo mataifa wameonekana kufanya vizuri wanapokuja katika ardhi ya Tanzania. So kwangu mimi upande wa Malawi sina doubt ni taifa lile lile ambao tunashabiana nao kimahadhi, ni majirani zetu hawa. Naamini wachezaji wao wanaweza kudeliver hapa. Tusigeneralize kwamba kuna wawili watatu walifeli basi wote hawa hawawezi kufaulu. Hapana, sio maana yake. Ingekuwa hivyo basi hata Young Africans wasingeenda kwa Depu, kwa sababu kuna Mwangola alifeli hapa, Carlinhos do Carmo. So kwenda kwa Depu maana yake wanaamini kwenye qualities kwamba bado Angola wanaweza kutuofa wachezaji wazuri. That's why Depu anaweza kuja ndani ya Tanzania. So kwangu mimi naona hivyo. Chikumbutso Salima ni mchezaji mzuri ambaye anaweza kucheza ndani ya Simba. So wewe unaonaje? Kwenye nafasi yako unaweza kuweka comment kwenye comment section. Unamwona Chikumbutso Salima anastahili kucheza ndani ya Simba? Bila kusahau kusubscribe. Na hii ni Mzinga Sports.